Naitwa Irene Madeje Mlola, ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko. Ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo, inaitwa COPRA kwa kifupi, ambayo ndio yenye jukumu ya usimamizi. Ni regulatory authority, inasimamia mazao yote ya nafaka pamoja na mazao mchanganyiko, ambapo mojawapo ya makundi ya mazao tunayosimamia ni haya mazao ya horticulture, ambapo ndipo zao la parachichi lipo. Leo tumekuja kwenye kikao, kwenye mkutano wa kwanza kitaifa wa wadau wa parachichi. Hii ni mafanikio makubwa sana kwa sababu kama mlivyosikia, hili zao limekuwa na ukuaji wa kasi sana, ambao kwa namna moja au nyingine imechochewa na juhudi za serikali yetu ya awamu ya 6, ambapo tumeona mapinduzi makubwa kwenye sekta ya kilimo. Tumeona jinsi ambavyo ukuaji kwenye sekta ya kilimo sasa umefika kwenye 4.2, lakini vile vile tumeona sekta ya kilimo ikiendelea kukua na kuajiri Watanzania wengi, lakini kuwa na msaada mkubwa kwenye pato la kitaifa, kwenye fedha za kigeni, lakini vile vile pato la mtu mmoja mmoja. Sasa katika zao la parachichi ambalo hii taasisi ya COPRA ina takriban mwaka mmoja kuanzia imeanza, na mojawapo ya majukumu makubwa ni kuweza kuhakikisha kwamba haya mazao yanapata usimamizi na yanaweza kusimamiwa kuhakikisha kwamba yale maendeleo ambayo juhudi nyingi zinafanyika kuhakikisha yanapatikana, tunayaweka haya mazao yakiwa na mifumo thabiti ya biashara na kuhakikisha kweli tunasimama kwenye nafasi yetu duniani. Nadhani wote mmeona jinsi ambavyo hili zao limekuwa na ukuaji wa kasi. Ukiangalia tu kwa takribani mwaka mmoja kutoka kipindi cha 2021-22 mpaka 22-23 tumeona ukuaji ambapo umefikia sasa hivi uzalishaji wetu uko kwenye tani 195,000, na tumetokea kwenye tani, ukiangalia miaka 5-6 nyuma tulikuwa tunazalisha kwa uwiano wa tani 50,000. Huu ni ukuaji wa kasi ambao umetupelekea sisi kama nchi sasa tumekuwa wazalishaji wakubwa wa pili barani Afrika. Na niweze kusema tu kwa upande wa kidunia, Afrika ni namba 2 katika wazalishaji wakubwa. Kwa hiyo bara la Afrika ni namba 2, lakini vile vile ndani ya Afrika Tanzania sasa tumekuwa wazalishaji wakubwa namba 2. Lakini sio tu kwenye uzalishaji, tumeona mafanikio makubwa kwenye jinsi ambavyo tunapata fedha za kigeni kwa mauzo yetu ya parachichi ambayo yanaenda nje ya nchi, ambapo tuna masoko makubwa kwenye bara la Ulaya, lakini tuna masoko mengine ambayo kwa juhudi thabiti za serikali yamefunguliwa. Tuna masoko ya India, masoko ya South Africa, masoko ya China. Haya yote kwa namna moja au nyingine imeendelea kutoa chagizo kwa wakulima wetu kuweza kulima hili zao ambalo limekuwa na tija kubwa. Lakini sababu kubwa ya kukutana hapa ni kusema kwamba pamoja na mafanikio haya yote tuliyopata katika zao hili la parachichi na uitikio mkubwa sana wa wadau wengi na wakulima katika kutaka kuingia, kuna umuhimu sasa wa kujizatiti kama wadau wote, na sisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA, ambao ndio tuna jukumu, ndio regulator, tumeitisha wadau kuja kusema tukae pamoja, tuweke mbinu za kuhakikisha kweli kama nchi, kama Tanzania, tunajipanga kuhakikisha zao letu linazalishwa likiwa na tija, lakini linazalishwa likiwa na ubora, ili uweze kukidhi yale mahitaji yanayohitajika katika soko la kimataifa. Lakini vile vile tuweze kuangalia kuanzia kwenye mnyororo mzima wa thamani, tunajipangaje kuwa na elimu kwa wakulima, kuweza kuleta huduma za ugani ambazo zinahitajika, lakini kuweza kuhakikisha kwamba tunapata miche na vipando vilivyo bora ili kuweza kusapoti wakulima wetu. Lakini kuna huduma mbalimbali katika mnyororo mzima wa thamani. Basi tukae tujipange. Kuna nafasi sasa kama wadau kwa mara ya kwanza, na huu utakuwa ni mwendelezo, ni mwanzo tu. Kwa kila mwaka tutakutana kuhakikisha tunayaangalia yale tuliyojipanga, tumeyatenda kwa kiasi gani,
na mengine yapi tunajipanga. Kuna uhitaji mkubwa sana wa taarifa, wa ushirikishwaji wa mnyororo mzima wa thamani. Lakini vile vile kama serikali tutaendelea kuweka mazingira wezeshi, kwa sababu hili zao lina mahitaji ambayo ni muhimu sana, kwa sababu ni zao ambalo linahitaji uhifadhi. Basi kama serikali tutaweka mazingira wezeshi kuhakikisha kwamba tunashirikiana na sekta binafsi kuhakikisha kwamba miundombinu inayohitajika ya uhifadhi kwenye ubaridi inakuwepo, miundombinu ya usafirishaji, na sisi tunajipangaje kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira wezeshi kwa watu waliojihusisha kwenye hili zao, na wanunuzi na wasafirishaji wanaweza kutimiza hizo azma. Lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunajikita kwenye ongezeko la thamani. Mpaka sasa Tanzania tayari tuna viwanda 4 vikubwa ambavyo vimeanza kutengeneza bidhaa mbalimbali za parachichi. Kwa hiyo zaidi ya kuwa tunasafirisha parachichi ambayo ni fresh, ambayo inaenda nje ya nchi, zaidi ya sisi wa Tanzania kuwa tunakula parachichi wenyewe, lakini tunatengeneza bidhaa kama mafuta ambayo ni na nafasi kubwa sana kwenye value addition na kuongeza kipato cha watu wote ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa zao hili. Sawa, wito mkubwa tulionao kwa wakulima wa parachichi kwamba kwanza tunawapongeza kwa kuitikia na kuwaambia kwamba sisi kama serikali na kwa kushirikiana na wao na wengine wote walioko kwenye mnyororo wa thamani tumejipanga na tunaendelea kujipanga kuhakikisha tunaenda kuimarisha kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Sisi ndani ya Wizara ya Kilimo tuna malengo ya kuhakikisha kwamba hii sekta ya horticulture inafikia mauzo ya kwenda nje ya nchi bilioni 2 dola za Kimarekani, na mimi sioni sababu yoyote ambayo isitufikishe hapo. Lakini vile vile tutaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo tumepiku, tulikuwa nafasi ya 3 takriban mwaka mmoja uliopita, na sasa hivi tumekuwa nafasi ya 2 ndani ya Afrika, basi tutaenda kuhakikisha kwamba tunakuwa nafasi ya kwanza by mwaka 2030. Yote yanawezekana. Lakini kwenye swala la kujipanga kimiundombinu, kweli kabisa kama serikali uwekezaji ambao mkubwa umefanyika kwenye masuala ya usafirishaji ni mzuri na tunaendelea kusapoti. Tuko kwenye hatua za mazungumzo ya mwisho kuhakikisha kwamba bandari yetu ya Dar es Salaam na yenyewe inaenda kupata vifaa ambavyo vitawekezea sisi kuweza kuhakikisha kwamba haya mazao yetu ya horticulture yanapata kitu kinaitwa green belt ili yaweze kuwa na uhifadhi unaohitajika, lakini vile vile tuende kuweka ufanisi kuhakikisha kwamba kuna uharakishaji wa usafirishaji wa haya mazao, lakini vile vile vifaa vinavyohitajika katika usafirishaji. Hizo ni juhudi ambazo sisi kama serikali tutaendelea kusimamia tukifanya pamoja kuhakikisha kwamba tunaenda kuchagiza maendeleo zaidi. Lakini vile vile hata ndege yetu ambayo tumeipata sasa hivi ya ndege yetu ya mizigo ambayo ni ya Air Tanzania ina nafasi kubwa sana. Mpaka sasa hivi ile ndege tayari inaenda kwenye nchi za Kiarabu, na kama mmesikiliza hapo awali tumesema kwamba mojawapo ya soko ambalo limefunguliwa na ambalo tumeanza kupeleka ni soko la Uarabuni. Kwa hiyo ile ndege yetu ya Tanzania ina nafasi kubwa pamoja na ndege nyingine ambazo zinakuja na ambazo tayari zinatumika katika usafirishaji wa haya mazao yetu. Mimi ninaitwa Jacqueline Mkindi na ni afisa mtendaji mkuu wa shirika la TAHA ambalo sisi tunashughulika na kuiendeleza na kuitangaza tasnia ya horticulture nchini Tanzania kwa mapana yake. Na zao hili la parachichi ambalo ndio hasa tunaliongelea leo ni mnyororo wa thamani muhimu sana kwenye kazi zetu. Sasa tumekutana hapa kama kwenye mkutano huu wa kwanza wa zao la parachichi wa kitaifa, na mojawapo ya maeneo makubwa ambayo tunayaongelea ni parachichi na soko la kitaifa, kikanda na kimataifa. Kubwa ambalo tunajaribu kujadili hapa ni kwamba Tanzania tuko wapi kwenye ramani ya dunia kwenye eneo la parachichi na masoko. Lakini kingine ambacho tutajaribu kukiongelea sana ni mikakati gani ambayo tuiweke ya kuifanya Tanzania iweze kuongeza kasi ya kupoka na kuhodhi nafasi kwenye masoko ya kitaifa na kimataifa.
Kama tunavyojua zao hili la parachichi linakuwa kwa kasi, na sasa hivi kwenye upande wa kuingiza kuuza, sasa hivi parachichi la Tanzania kwa mwaka tunauza kwenye masoko ya dunia takriban dola za Kimarekani milioni 77. Lakini sekta hii ina fursa ya kuuza zaidi ya dola za Kimarekani hata milioni 700. Tuna uwezo huo. Kwa hiyo mikakati ambayo tunajiwekea ni kwenda huko. Lakini soko la dunia pia lina fursa kubwa sana, na ndio kitu ambacho tunajadili na kuwaeleza wadau hapa. Ukiangalia soko la dunia ambalo pia linakuwa kwa kasi, thamani ya mauzo ya dunia sasa hivi yanaongezeka kila mwaka kwa asilimia zaidi ya 200. Mwaka 2013 soko la dunia lilikuwa ni la thamani ya dola za Kimarekani 2.4 billion. Lakini mpaka mwaka 2023, huo ni muongo mmoja tu, ni miaka 10 tu, thamani ya soko la dunia la parachichi ni zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 8. Na masoko, kwa hiyo inaonyesha nini? Soko linakuwa kwa kasi na fursa ni kubwa ya kuuza. Sasa sisi kama Tanzania, masoko yetu makubwa ni wapi? Soko letu kubwa sisi ni bara la Ulaya. Asilimia 40 ya parachichi yetu inakwenda kwenye bara la Ulaya, nchi mbalimbali kule, lakini vile vile na UK. Soko letu lingine kubwa ambalo sasa hivi tunapeleka sana maparachichi yetu ni India. Asilimia 30 ya parachichi yetu inakwenda India. Kwa hiyo nguvu pia kubwa sana za kitaifa inabidi ziwekezwe ili kulishika hili soko. Na asilimia 19 ya mauzo yetu yanakwenda kwenye ukanda tunaita Middle East, Afrika ya sema Mashariki ya Kati, ukanda ule wa Mashariki ya Kati, Middle East, asilimia 19. Lakini asilimia ndogo iliyobaki tunapeleka China na nchi yetu ya jirani ya Kenya pamoja na Afrika Kusini. Sasa changamoto kubwa pia sasa, pamoja na hiyo taswira ya masoko na asilimia tunazouza, eneo muhimu sana kama Tanzania ambalo inabidi tuliwekee mkazo ni eneo la mifumo ya usafirishaji. Kwa sababu sasa hivi kwenye mchakato wa kupeleka masoko duniani kuna changamoto kubwa kama mnavyojua ya kitu kinachoitwa bahari crisis, ama changamoto kubwa kwenye bahari nyekundu inaitwa Red Sea crisis. Sasa hiyo imefanya badala ya kutumia siku 25 mpaka siku 30 kufikisha bidhaa zetu kwenye masoko ya Ulaya, sasa hivi tunatumia mpaka siku 50. Kwa hiyo ubora unaathirika, lakini gharama za usafirishaji zimekuwa juu sana. Kwa hiyo mojawapo ya vitu tunavyoongelea hapa ni namna gani tutaboresha mifumo yetu ya usafirishaji ili kulinda ubora, lakini vile vile kupunguza upotevu wa mazao na kupunguza gharama za usafirishaji. Hilo ni moja. Lingine kubwa kwenye masoko ambalo tutaliongelea, unapoongelea masoko ya kimataifa, lazima swala la viwango ama ithibati liongelewe. Kwa hiyo pia tutaongea kama Tanzania tumejipanga vipi, pamoja na kwamba masoko yapo na yana kiu ya kuchukua parachichi yetu. Je, kukidhi viwango vya kitaifa, vya kikanda na kimataifa tumejipangaje? Kwa sababu bila viwango parachichi yetu haiwezi kuuzika vizuri kule. Kwa hayo ndio mambo muhimu sana ambayo tutayaongelea katika mkutano huu kwa kushirikiana na serikali. Tunajipanga sisi TAHA kwa mfano kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine wa private sector, ni namna gani hizi changamoto zilizopo tunaweza kuzitatua na kusonga mbele. Parachichi miaka 10 iliyopita Tanzania ilikuwa ramani ya parachichi ya Tanzania ilikuwa haisomeki kwenye ramani ya dunia kabisa miaka 10 iliyopita. Na tulianza kidogo kidogo, tulianza dola 2000, tukapanda kidogo kidogo mpaka dola 10,000, mpaka sasa hivi tumefika sasa ndani ya miaka hii mitano tumefika dola 60,000 mpaka dola 77,000. Lakini target yetu sisi ndani ya miaka mitano ijayo, tuseme 2030, na hapo tunaongelea agenda 1030, mwaka 2030 mpaka 35 tunategemea tuweze kuwa tumeongeza thamani au tumeongeza uuzaji mara 5 au hata mara 6 ya tuliopo sasa. Kwa hiyo hiyo 700,000,000 kwenye avocado peke yake ni tuseme kutoka hapa mpaka tunavyofikia ile vision ya mpya, vision 2050, ambayo sasa hivi Tanzania ndo tunatembea nayo. Na kwa mapana yake sisi kama sekta ya horticulture sasa, kwa sababu avocado parachichi iko ndani ya sekta ya
horticulture. Na kama tunavyojua, horticulture sasa hivi ndio inaongoza kwenye mauzo ya bidhaa za kilimo nje ya nchi. Sasa hivi tunaongelea dola za Kimarekani milioni 569. Milioni 569. Tumetoka miaka 19 iliyopita tulikuwa tunaongelea milioni 50. Ukuaji pia wa sekta kwa ujumla unaongezeka. Sasa target yetu sisi kama taifa mpaka tufike 2030 kama sekta kwa ujumla tuna mpango wa kufikia mauzo ya dola bilioni 2 za Kimarekani. Huko ndiko tunakokwenda. Mikakati ni gani? Sisi tuna mpango wa kufanya kazi kwa karibu sana na serikali katika kuhakikisha, moja, uzalishaji unaongezeka, tija kwenye uzalishaji na matatizo ya changamoto za uzalishaji zinaondoka. Namba 2, mifumo ya usafirishaji inaimarika. Lakini namba 3, tunahakikisha masuala ya ithibati, viwango vya masoko tunavifikia. Na la 4, kwenye upande wa masoko, branding. Tunajipanga kama taifa ni namna gani tutaingia kule masokoni China, India, Afrika Kusini, tuweze kulitangaza hasa parachichi la Tanzania kama zao lenye thamani kuliko hata maparachichi yanayotoka kwenye nchi nyinginezo. Kwa mkulima maana yake ni uchumi. Tunapoongelea ni parachichi na uchumi endelevu. Parachichi, ukisikia mada yetu kuu ya leo, tunasema parachichi bora kwa masoko imara kwa uchumi endelevu. Sasa hayo yote tukishafikia uchumi endelevu, maana yake tumemgusa mkulima wetu moja kwa moja. Kwa lengo letu ni kuongeza kipato kwa mkulima wa Tanzania. Masoko yakiimarika moja kwa moja, mkulima wa Tanzania anaongeza fedha inayokwenda kwenye mfuko wake, na ndipo tunapoinua uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo uchumi, lakini tusiongee uchumi tu, afya ya mlaji. So parachichi nalo hatuongelei tu kuliuza, tunaongelea pia kulitumia kama chakula. Naitwa Profesa Joseph Ndunguru, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania, mamlaka ambayo imepewa majukumu ya kisheria ya kusimamia masuala yote ya afya ya mimea na viuatilifu hapa Tanzania. Leo hii tupo hapa kwenye mkutano huu wa wadau wa parachichi. Sisi kama mamlaka tukielezea wadau wetu tuna majukumu gani ya kufanya katika kuboresha tasnia ya parachichi hapa nchini, lakini ni vitu gani tumefanya. Kwa mfano, tunazungumzia masoko, tunazungumzia Tanzania iwe na uwezo kuuza parachichi ambazo zinakidhi viwango vya masoko. Sasa ili viweze kukidhi viwango vya masoko, tunatakiwa tuondoe changamoto zile ambazo zinaathiri uzalishaji wa parachichi kwa wakulima. Moja ya changamoto hizo ni uwepo wa magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tunatoa mafunzo kwa wakulima pamoja na maafisa ugani wa mbinu mbalimbali za kudhibiti haya magonjwa, lakini pia na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu ili kuhakikisha kwamba mazao yetu ya parachichi yanapoenda kwenye masoko ya kimataifa hayawi na masalia ya viuatilifu. Lakini kama serikali pia imetoa kama jitihada za serikali kusaidia hilo, serikali imetoa viuatilifu kwa njia ya ruzuku, na tumeshanunua hivyo viuatilifu kwa pesa za Tanzania bilioni 2 ambazo vitaenda kutumika katika kudhibiti visumbufu vya wadudu pamoja na magonjwa katika zao la parachichi hapa nchini. Lakini pia sisi tunawezesha masoko na ufunguaji wa masoko mapya, kwamba sisi ndio tunaandaa nyaraka zile za kufungulia masoko ambazo tunaita market access dossier, ambazo ni nyaraka zinaelezea kwamba ili zao linalimwa wapi, ili mnunuzi anaweza kufuatilia linalimwa wapi, kama kuna changamoto huko ni mikakati gani umejiwekea kwa ajili ya kudhibiti changamoto hizo. Kwa hiyo yote ni moja ya jitihada za kufanikisha kuleta ufanisi katika tasnia ya zao hili. Lakini pia kitu kingine ambacho kama serikali tumejipanga vizuri, tumeongeza mitambo ya kuchambulia ya kuchakatia sampuli za wakulima. Hii inaenda kuharakisha
ule muda wa kuwahudumia wakulima pamoja na wafanyabiashara ambao wanasafirisha parachichi kwenda nje. Kwa mfano sasa hivi tumeweka mitambo mikubwa ambayo ina uwezo wa kuchakata sampuli 2000 ndani ya wiki. Kwa hiyo wale wakulima na wafanyabiashara ambao walikuwa wanapeleka sampuli nje kwa ajili ya kupima ubora, lakini sasa hivi wataweza kuja kupima kwenye maabara yetu ya mamlaka, ambayo maabara hiyo pia ina ithibati. Ithibati maana yake ni kwamba matokeo yanayotokana na kwenye maabara hiyo yanaweza kutambulika dunia nzima pale ambapo yanatumika. Kwa hiyo niwaombe tu wakulima wa parachichi wa Tanzania kwamba serikali iko imara kuwasaidia kuhakikisha kwamba parachichi zao zinakuwa bora, lakini pia zinakidhi viwango vya mahitaji ya masoko ya kikanda na ya kimataifa.